Majina naitwa Restituta Stanislaus Mugere, mkuu wa shule ya sekondari Kagango B wasichana iliyoko wilaya ya Biharamulo. Kwa kweli sisi kwanza tumefurahi sana kupokea ujio wa msaada wa sheria kutoka kwa Mama Samia, ambao ugeni tumeupokea kwa furaha kubwa. Wageni wamekuja, tumewapokea. Kwa kweli tumeona ni msaada mkubwa sana, hasa kwa walimu pia na kwa wanafunzi. Unajua katika jamii watu wengi hasa wanafunzi wana matatizo mbalimbali, wanakosa mahala pa kwenda kutatulia hayo matatizo. Lakini pia wengine wanaogopa labda kusema shida walizonazo. Lakini kwa ujio wenu leo tunaona kwamba wanafunzi leo wameweza kupata ni wapi mahala pa kwenda kusema shida zao. Kwa mfano wanaweza kwenda kwenye dawati la jinsia. Lakini pia hata walimu matatizo yao mbalimbali. Umeona hata walimu wanauliza maswali kwamba labda ameoa, baada ya kuoa labda ameachana na yule mwanamke mwingine, akaoa mwanamke mwingine na akatafuta vitu vyake vingine. Anaweza kwenda wapi kupata msaada ili vile vitu vingine visiweze kuchukuliwa. Kwa hiyo tumefurahi sana. Wanafunzi kwa kweli watapata mahala pa kwenda kusema ni nini waseme ili waweze kusaidiwa. Kwenye jamii hii elimu itatusaidia sana. Kwa mfano kuna watoto wanatoka kwenye mazingira magumu na wanapata ukatili wa kijinsia upo mwingi sana kwenye jamii zetu. Kwa kupata hii elimu watoto hawa, na tukiunganisha na shule salama, lakini pia tukaunganisha na msaada wa walimu ambao ni walimu wa malezi, lakini walimu wa ushauri na wataweza kupeleka matatizo yao kule, lakini pia hata wale walimu wataweza kuwasaidia wale watoto kwenda kwenye dawati la jinsia ili waweze kusaidiwa. Kwa hiyo kwenye jamii hata wazazi pia, unajua tukielimisha hao wanafunzi na wao wanaenda kupeleka elimu kwa wazazi wao. Kwa hiyo hii imetusaidia sana na jamii tayari yote itapata elimu. Kwa majina ninaitwa Mwalimu Jeremia Ntosho. Ni mwalimu wa shule ya sekondari Biharamulo. Nafasi yangu ni mwalimu wa nidhamu. Umeniuliza kuhusiana na kampeni hii ya msaada wa kisheria. Kwanza nitoe pongezi sana kwa serikali kwa kuliona hili kwamba wanaleta kampeni ya msaada wa kisheria kwa muda mwafaka. Kulingana na mada hizi ambazo wameziwasilisha wawezeshaji, mada kuhusiana na ardhi na mada kuhusiana na masuala ya jinsia, ukatili. Kwa upande wa wanafunzi, kwanza tunaona upande wa ardhi ni swala ambalo wengi hawana ufahamu. Baada ya uwasilishaji unaona kuna maswali yameibuka, watu wameuliza maswali yanayohusiana na ardhi. Lakini wengine walikuwa wakijikita sana kwenye historia za vijijini kwao kule wanakotoka, ukizingatia wanafunzi wetu tulionao ni wa kutoka mikoa mbalimbali ya nchi hii. Ambapo sasa kule vijijini kuna wazazi wao, kuna wananchi ambao hawajui zaidi hizi sheria au hawajui kabisa. Wanakutana na adha mbalimbali zinazopelekea wanaingia kwenye migogoro mbalimbali kati ya wafugaji na wakulima. Ina faida gani kwa wanafunzi? Hii ina faida kuwa sasa baada ya kuwa wamepata elimu hii, inaenda kuwasaidia katika jamii kule wanakotoka, ili yale mambo yaliyokuwa yanafanyika yanaleta migogoro itapungua pale ambapo wataisambaza hasa kwa wazazi wao na jamii inayowazunguka. Kwa upande wenu walimu? Kwetu sisi walimu pia na sisi tunanufaika. Inatupatia ufahamu kuhusiana na namna gani tuweze kumiliki ardhi kisheria. Na kwa sababu na sisi tunatoka katika maeneo mbalimbali, tunaweza tukavutiwa pengine kutafuta maeneo, kwa mfano viwanja tukajenga. Kwa hiyo inatusaidia pia kwa ni namna gani tufate hatua zipi ili tuweze kumiliki ardhi kisheria.